Faqala Rasulullah, akasema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, jami'uhunna fil buyut, changanyikeni nao majumbani, wasna'u kulla shay'in, nafanyeni kila kitu, ghaira nikahi, isipokuwa tendo la ndoa. Maana yake fanyeni kila kitu isipokuwa tendo la ndoa. Nini maana yake? Maana yake kwamba mke wako akishakuwa katika siku zake za ada ya hedhi, basi wewe fanya naye kila kitu, vile vitangulizi vya tendo la ndoa ambavyo yeye anatakana vifanye na wewe vifanye, basi pia vinaruhusika. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye anapomhitaji mke wake na mke wake akawa katika siku za hedhi, basi anamwambia ajifunge izar, ajifunge shuka katika ile sehemu ambayo vizuri, yani akesha sehemu yote iliyobakia inakuwa ni halali. Sasa wanawake wa leo ambao walikuwa hawajapata mafundisho, wakati wote wao wapo katika ma-TV, wakati wote wao wapo katika sijui masimu, wakati wote wao wapo katika sijui YouTube, sijui Instagram, sijui WhatsApp, hawajasomeshwa umuhimu wa kujua haki ya mume ni ipi, au kwamba mambo ambayo yanatakana yeye ayajue katika maisha yake ya ndoa anapokuwepo na mume wake ni yapi. Sasa huyu inakuwa ni shida sana. Unapomwambia fanya kitu fulani, basi yeye anasema subirie bana, maana yake yeye anaona sasa huu ndo muda wangu mimi wa kuchezea simu. Na mwanamke anajua simu zaidi kuliko hata wewe mwanamume. Kila kona mwenyewe unajitia nini kutia password, unajiona password yeye kashachukua simu yako na password kashaitoa. Sijui hata anajuaje. Sijui umefahamu? Kwa maana wanawake wa leo wamekuwa ni katika hali ambayo ilikuwa mbaya sana. Si ile hali ambayo wanawake ambao walikuwa wamelelewa kama ambavyo walilelewa katika wanawake wa Masaba. Mwingine anaweza kusema sasa kwani haifai kwamba yeye kujua password? Itafaa ikiwa kwamba labda uko na yeye tu. Sijui umefahamu? Ikiwa labda wewe na yeye tu, kwa maana ni mke wako mmoja tu. Lakini ikiwa na mke zaidi ya mmoja, wawili, watatu, wanne, mke yule kule kakutumia message na huyu huko katuma message na yule kule katuma message. Sasa akiwa anajua password, ina maana kwamba ataweza kuona yale ya mwenzake, atamuumiza. Sijui umefahamu? Yatamuumiza, kwa hiyo atamtia huzuni. Kwa hiyo kila mmoja anatakana kwamba asijue ya mwenzake katika message wanotumiana. Huyu akituma message, basi message usome wewe tu, na huyu akituma huyu message usome wewe tu. Akesha chengine kilichokuwa kipo, sio kwamba unafanywa huku ukawa huku ufanyiwa ukasema mwenzako anafanya kadha kadha kadha. La, ni jambo lopasila sawa, sababu kila mmoja na Allah alipokuwa amemjalia uwezo wake kadri ya uwezo wake. Kwa hiyo unafanywa huku wewe baki huku na unafanywa huku baki huku. Baadhi ya kati wanaume ndio ambao wanasababisha nini? Wanasababisha magomvi baina ya wale wake zake. Wao wanasababisha. Na matokeo yake inakuwa kwamba tena anapita maovu makubwa sana. Anasema faqalat al-yahud, mayahudi wakasema, ma yuridu hadha ar-rajulu, hakusudi mtu huyu, kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alla yad'u shay'a, kuacha chochote, kwa maana hakusudi mtu huyu kuacha chochote kile. Maana yake ma yuridu hadha ar-rajulu, hakusudi mtu huyu alla yad'u shay'a, maana yake kutokuacha chochote kile, min amrina, katika mambo yetu, illa, isipokuwa. Hapo kuna tepingera illa, yani tepingera maana yake kwamba vitabu vyetu vimekuja ila. Simefahamu ila? Sasa hiyo ila hiyo ni tepingera, maana yake iwe illa khalifuna fi, kwamba isipokuwa kwamba yeye ni mwenye kutupinga sisi. Illa khalifuna fi, isipokuwa yeye ni mwenye kutupinga fihi, ndani yake. Umefahamu? Na pia unaweza kusoma katika fi'li. Wengine si vitabu vyao ipo illa. Illa, yani kwamba iandikwe illa, isiwe ila. Illa pia usoma katika fi'li, kwa maana ina hiyo ndio nzuri zaidi. Illa khalafana fi, isipokuwa kwamba yeye ametupinga ndani yake, na hiyo ndio nzuri zaidi. Fajaa Usaid ibn Hudayr, akaja Usaid ibn Hudayr. Kwa hiyo hapo rekebisheni ila, hiyo isomwe illa, kwa sababu ibara ikubali kuandikwa ila. Sijui umefahamu? Yani ila maana yake iwe illa. Wengine bado hawajaelewa, anaona kama hiyo ila ndo illa. Ila hiyo yani iwe alifu hamza kasra i, agesha iwe lam alif, iwe lam alif, ndio inakuwa illa.
Simefahamu? Lam alif. Sasa si hapa hiyo kama yeye hiyo si ndio alifu, hiyo alifu maksuri hiyo. Hiyo maana yake mjengeko wake mwingine. Simefahamu? Hiyo mjengeko wake mwingine. Maana yake hiyo itasoma ila, itakuwa ni mada hiyo. Na ile kule pia ni mada, lakini kwa mjengeko wake tofauti na huu. Kwa hiyo mjengeko nao vile vile inakuwa inatofautiana. Asema fajaa Usaid ibn Hudhair, akaja Usaid ibn Hudhair wa Ubad ibn Bishri ila nabii, amekuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapo ndo iko sahihi, ila nabii, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, akasema ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, inna alyahuda, kwa hakika mayahudi, takulu kadha wa kadha, wanasema kadha wa kadha, afala tankihuhunna fil mahidhi, je sisi tusichanganyike nao, maana tusingiliane nao katika mahidhi, katika kipindi cha hedhi, maana hawa wanawake. Fatama'ara wajhu rasulillah, ukabadilika uso wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Weka nambari chini uko, tama'ara bimaana ay taghayyara, ukabadilika uso wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Hatta dhananna, mpaka sisi tukadhania, an qad wajada alaihima, kwamba amekwisha kuwakasirikia wao. Na wajada ametafsiri huko chini ay ghadhiba alaihima, amewakasirikia. Fakharaja, basi wakatoka wawili hao. Fastaqbalathuma hadiyatun, basi ikawapokea ile zawadi, ikawapokea zawadi min labani, ya maziwa, ila rasulillah, ambayo ilikuwa inakuja kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Manake wao wanatoka na mtume analetewa nini? Analetewa zawadi ya maziwa. Tumefahamu? Sio sadaka, zawadi. Mtume apokee sadaka, yaani kwamba mtu amekamua maziwa yake akasema haya anampelekea mtume sallallahu alaihi wasallam kama zawadi. Tumefahamu? Sababu mtume sallallahu alaihi wasallam yeye apokee sadaka. Fabaatha fi atharihima, basi mtume akatuma watu wende wakawatafute katika ile athari zao za kutoka kwao. Fasaqahuma, basi mtume sallallahu alipokuja wale akawanyesheza. Fasaqahuma, akawanyesheza. Fadhananna, basi sisi tukadhania, yani kudhani hapo sasa tukana yakini, annahu lam yajid alaihima, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hajawakasirikia. Tukabainikiwa hapo kwamba hajawakasirikia. Na pale aliposema innal yahuda taqulu kadha wa kadha, afala nankihuhunna fil mahid, nankihuhunna, sio kwamba tankihuhunna. Afala nankihuhunna, sio kwamba nunkihu kwa dhamma, nan umefahamu? Nan maana yake kwamba ukisema nun maana yake itakuwa kwamba kuwaozesha. Nankihuhunna fil mahid, je sisi manake tusichanganyike nao katika tendo la ndoa, fil mahid, katika kipindi cha hedhi. Naam. Kwa hiyo hadithi hizi zote zinaonyesha kwamba haifai mwanamke kuendewa kufanywa tendo la ndoa akiwa yupo katika ada yake ya hedhi, na wanawake wanatakana walifahamu hili na wao walisimamia hilo. Na ikiwa vile vile imekurubia ile siku yao ya hedhi, kwa maana leo anatarajia kuingia katika hedhi, basi pia maana yake kwamba amjulishe nani? Amjulishe mume wake kwamba mimi leo natarajia kuingia katika hedhi, katika siku zangu za ada. Sasa julikane kabisa, sababu inawezekana mtu kwa pengine akakusudia kufanya naye tendo la ndoa, katikati ya kufanya tendo la ndoa akaona damu hizo zinafanya nini? Zinachuruzika, nafahamu, zinatoka. Sasa vipi hapo? Watamlazimia kafara. Kwanza tukisome hicho kipengele cha kafara, adabu ya 15, kafara tumanjama alhaid, kafara yule ambaye atakayefanya jimai, kafara ya yule ambaye atakayefanya tendo la ndoa kumuingilia mwanamke mwenye hedhi. Ndio shekhe anasema waman ghalabatuhu nafsuhu, yule ambaye nafsi yake ghalabatuhu, imemzidi na matamanio imemzidi, faata alhaidha, akamwendea mwanamke mwenye hedhi, kabla an tatahara, kabla kutaharika min hedhi, kutokana na hedhi, fa alayhi an yatasaddaqa binisfi junaihi dhahabi inglizi, ni juu yake kutoa sadaka kwa nusu ya junaiha ya dhahabu ya Kiingereza, takriban, yani kwa makaribio, yani kwa kule kuikurudisha ile nini yake.
au rubuha au rubu yake, ambayo hiyo ndio hiyo dinari au nisfu dinari. Lihadithi Abdullah, wa hadithi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ani nabii, kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam, fi alladhi yati imra'atahu, kuhusiana yule mwanamke ambaye amemwendea mke wake, wa hiya haidun, na hali ya kwa yeye ana hedhi. Qala, akasema yatasaddaqu bidinari au nisfi dinari, atatoa sadaka wa dinari au nusu dinari. Hadithi akhrajahu ashabu sunan, wamesimulia ashabu sunan, kwa maana al-Imam Nasa'i, al-Imam Abu Daud, al-Imam Tirmidhi na al-Imam Ibn Majah, wa Tabarani, na vile vile amesimulia al-Imam Tabarani fi Mu'jam al-Kabir katika juzuu ya 3 kurasa 14 mara moja, na vile vile katika juzuu ya kwanza kurasa 146 na juzuu ya pili kurasa 148. Wa Ibn al-Arabi, na Ibn al-Arabi fi Mu'jamihi, katika mu'jami yake katika juzuu ya kwanza kurasa 15 na juzuu ya kwanza kurasa 49. Wa Darimi, na vile vile amesimulia Imam Darimi katika musnad yake, Musnad ad-Darimi. Wal Hakim wal Baihaqi wa bi isnadin sahihin, kwa sanadi ambayo kwa sahihi, ala sharti al-Bukhari, katika sharti zilizowekwa na al-Imam al-Bukhari, ambayo hadithi hiyo inakuwa daraja ngapi? Sharti ya Imam Bukhari, hadithi daraja ngapi? Mbona kimya? Ya 5, ni daraja ya 5. Ya 4 ala sharti shaykhain, ya 5 ala sharti Bukhari, ya 6 ala sharti Muslim. Naam. Wa sahahu al-Hakim, na akisaisha al-Imam al-Hakim, wa wafaqahu adh-Dhahabi, na akamwafiki al-Imam adh-Dhahabi. Na hapa aliposema sahahu al-Hakim wa wafaqahu adh-Dhahabi, ana maana gani katika istilahi za hadithi? Tuliwahi kusema hiyo, nakumbuka. Yani tulisema kwamba al-Imam al-Hakim ametunga kitabu kinaitwa Mustadrak al-Hakim, ametunga kitabu kinachoitwa Mustadrak al-Hakim, akaziweka hadithi ambazo al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim kwa masharti yao, lakini wao hawajazisimulia hizo hadithi. Yeye al-Imam Hakim akaziweka katika kitabu chake, akasema hii ni sahihi ala sharti Bukhari, au hii ni sahihi ala sharti Shaykhain, au ni sahihi ala sharti Muslim, akaziweka katika hadithi katika kitabu hicho. Sasa al-Imam adh-Dhahabi akaja yeye akakifanyia talkhis nini, Mustadrak al-Hakim. Kwa hiyo katika kufanyia kwake talkhis alikuwa akiziangalia zile hukumu ambazo alikuwa akizitumia al-Imam al-Hakim kusahihisha zile hadithi. Kuna pahala ambapo anakubaliana na hukumu zake na kuna pahala anakataana nao, anamkosoa. Umefahamu kwamba hapa hadithi ni dhaifu, lakini al-Imam Hakim amesema sahihi, kwa hiyo anamkosoa. Kwa hiyo ukiona kwamba wafaqahu Dhahabi, maana yake al-Imam Dhahabi amemwafiki katika hukumu aliyotoa al-Imam al-Hakim katika kule kusahihisha ile hadithi kwa masharti ya mashekhe hao, na sio kwamba ile kauli ambayo watu wamezoeshwa huko, hususan mtu anaposoma vitabu vya ahkamu janaiz, anaposoma hivyo vitabu, umefahamu kwamba anakuta istilahi kama hizo, anasema maana yake al-Imam Hakim ni mwalimu, al-Imam Dhahabi ni mwanafunzi. Kwa hiyo mwalimu amemwafiki, mwanafunzi amemwafiki nani? Sio maana yake, bali maana yake ni hiyo ambayo tulikuwa tumeisema. Wa Ibn Daqiq al-Eid, na Ibn Daqiq al-Eid, wa Ibn Turkamani, na vile vile Ibn Turkumani, wa Ibn Qayyim wa Ibn Hajar al-Asqalani, kama bayantu fi sahihi Sunan Abi Daud, kama nilivyobainisha katika sahihi Sunan Abi Daud katika nambari hadithi 256. Wakadha wafaqahu Ibn Mulaqqin, vile vile akamwafiki Ibn Mulaqqin. Ibn Mulaqqin katika maulama wakubwa kabisa katika madhhabu ya Kishafi. Fi Khulasat Badr al-Munir, katika kitabu Khulasat Badr al-Munir, waqawahu al-Imam Ahmad qabla haulai, na akitia nguvu ya al-Imam Ahmad kabla ya hao, waja'alahu min madhhabihi, na akaijalia hiyo katika madhhabu yake. Faqala Abu Daud fi al-Masail, akasema al-Imam Abu Daud katika masail ya 26, sami'tu Ahmada, nimemsikia mimi al-Imam Ahmad, suila anir rajuli, akiulizwa kuhusiana na mtu, ya'ati imra'atahu, akimwendea mke wake, wa hiya haid, na hali ya kwa yeye ana hedhi. Qala, akasema ma ahsan hadha hadithi ya Abdul Hamid, uzuri ulioje wa hadithi ya Abdul Hamid fi kuhusiana masala hayo. Qultu, yani hadha, nakusudia hadithi hii. Qultu, mimi nikasema, watadhhabu ilayhi, na wewe ndio umeifanya kuwa ni madhhabu hiyo, kwa unaiendea unaifanya kazi? Qala na'am, akasema ndiyo. Inama huwa kafara, kwa hakika hiyo hadithi inazungumzia nini? Kafara. Qultu, nikasema, fa dinarun au nisfi dinar,
ni dinari au nusu dinari. Qala, akasema Imam Ahmad, kaifa sha, yote ambavyo mtu atakapotaka, ima atatoa dinari au nusu dinari, kwa sababu hadithi yenyewe imelizungumzia dinari au nusu dinari. Wa dhahaba ila al-amali bil hadith jama'atun akharun min as-salaf, na wakenda katika kuifanyia kazi hadithi kundi katika kundi jingine katika wale as-salafi salih. Dhakara asma'ahum wa Shawkani, al-Imam Shawkani ameyataja majina yao fi Nail al-Awtar, katika Nail al-Awtar juzuu ya kwanza kurasa 244. Wa qawahu, na kaitia nguvu kauli hiyo. Qultu, mimi nimesema. Sheikh Al-Albani anasema wala'alla at-takhayyir baina ad-dinar wa nisfi dinar, huenda ikawa ukhiyarisha baina ya mtu kutoa dinari au nusu dinar, yaudu ila hali al-mutasaddiq, inarudi katika hali ya yule mwenye kutoa sadaka, min al-yasari au dhayiq, katika ule wepesi au dhiki, kwa maana pemeangaliwa wepesi au dhiki. Sasa kama huna dinari basi utatoa nusu dinari, kama sarahati bidhalika ba'd riwayat al-hadith, kama ambavyo waliweka wazi jambo hilo baadhi ya riwaya za hadith. Wa in kana sanaduhu dha'ifan, japokuwa kwamba sanadi yake ni dhaifu. Wallahu a'lam, na Allah ndio mwenye kujua. Wa mithluhu fi dha'fi ar-riwaya, na mfano wake katika udhaifu, wa fi dha'fi katika udhaifu ar-riwayatu allati, ni riwaya, maana kanasema mithlu, na mfano wake fi dha'fi katika ule udhaifu. Ar-riwaya ni ile riwaya allati ambayo tufarriqu baina itiyaniha, riwaya ambayo imekuja kufarikisha baina kumwendea yule mwanamke fi dami, katika wakati katika damu, wa itiyaniha, na kumwendea mwanamke baada turi, baada ya kutoharika, wala mtaktasil, wala mwanamke huyo akawa hajakoga. Hayo masala ambayo muhimu mbele yapo. Mwanamke kwamba damu ishakatika lakini mwanamke hajakoga, je, inafaa kumwendea? Kashatoharika, umefahamu? Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, msiwakurubie wanawake mpaka toharika. Hii kutoharika hii tayari kashatoharika, lakini yeye hajaifanyia kazi. Fa idha tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah, yani kwamba ile fa idha tataharna ndio ambayo hajaifanya mwanamke, maana yake hajaenda kukoga kujitoharisha, lakini damu isha katika haitoki kabisa. Vipi hapa kumwendea huyu mwanamke? Ndiyo anakusudia wasayati nasuha qariba, na itakuja nafsi yake karibu, na maelezo yake pia atakuja katika saifa ya 83, asema yatakuja huko. Baada ya kumaliza masala hayo, adabu ya 16, ma yahillu lahu min alhaid, yale ambayo yalikuwa ni halali kwake yeye mwanamume, lahu maana kwa huyo mwanamume, kwa ajili ya mwanamume, min alhaid, kutoka kwa mke wake ambaye yupo katika hedhi. Mke wako kwamba yuko katika hedhi, ni yapi ambayo yalikuwa ni halali wewe kuyafanya, wakati kwamba tayari ushakatazwa kwamba sehemu yako asiri sigusane na sehemu yake asiri wakati mwanamke yupo katika hedhi. Lakini je, ndio itakuwa kwamba tena ukiingia umwangalie tu au unafanyaje? Haya pia ni masala muhimu sana kuweza kuyajua, ili pasije pakapatikana mtu kwamba kipindi kile muda wote kanuna, vipi niache uje mzungumzisha siku 7. Siku 7 sasa kuna nini? Siku ya 7 ndio mimi nitakuwa na furaha? La, Uislamu umeweka taratibu zake, na ukaweka nini, kanuni zake, na kila hali ukawekea yale mazingira yake, si umefahamu? Na haya uzuri wake kwamba mwanamume akiyajua na mwanamke akiyajua, basi ndoa hiyo ina furaha siku zote. Ndoa hiyo ina hali ambayo ilikuwa ni nzuri mno, ikiwa mwanamume anayajua na mwanamke anayajua. Na ikiwa mwanamke hayajui, mwanamume anayajua, hapo inakuwa ni balaa. Inawezekana mwanamke pia anaweza kaenda kukuzulia balaa. Wao mustazi ndio waogope hata. Vipi, kwani kuna nini? Meshamwambia niko katika dangu, asema Uislamu umefundisha kadha. Kumbe ni mbinu tu. Sijui umefahamu? Yaani anasema kumbe ni mbinu tu, anataka kule. Sasa anaweza kazua balaa hilo, akasema kumbe ni mbinu tu. Anasema manake Uislamu umefahamisha kwamba una mipaka yake, sasa huko kweli hakufanya. Lakini kuna sehemu nyingine zina nini? Sasa inakuwaje kwamba hivyo? Ni mbinu zao tu hao. Sijui umefahamu? Kumbe huyu mwanamke ni jahil, hajasoma nini? Hajasoma Uislamu.
haufahamu Uislamu wala hakuna mbinu yoyote, bali ndio Uislamu ulivyokuwa umeelekeza kwamba kuna sehemu ni halali mwanamme kustareheka na nani, na mke wake, kipindi ambacho mke yupo katika siku zake za hedhi, ndo wanasema anachua. Wayajuzu, anasema Sheikh Al-Albani, wayajuzu lahu, na inajuzu kwake yeye huyo mwanamme, an yatamatta, kustareheka bima duna alfarji, kwa kile ambacho kilichokuwa chini ya utupu, min alhaidh, katika hedhi, manake kwa kile ambacho kilichokuwa sio utupu, manake kwa vile vingine vilikuwa sio utupu, basi anarusika mwanamme kustareheka na nani, na huyo mke wake. Wafihi ahadithu, na ndani yake kuna hadithi nyingi. Miongoni mwa hadithi hizo, al-awwal, hadithi ya mwanzo, kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, wasna'u kulla shay'in, nafanyeni kila kitu, illa nikah, isipokuwa tendo la ndoa. Ameweka na mara moja, ai aljimaa, isipokuwa jimaa. Qala Azhari, amesema al-Azhari, aslu nikah fi kalami al-arab al-wat'u, asili ya nikah katika maneno ya Arabu al-wat'u ni kuingilia, maana yake ni kule kuingilia. Waqila litazawuji, na inasemwa vile vile katika kuoa, kuozesha, kuoana, nikah, lianahu sababu lilwat'i, kwa sababu kuoana ni sababu ya kufanyika alwat'u almubah, ni sababu ya kufanyika kuingiliana kulikokuwa kwa halali. Simefahamu? Sisi nikah tunasema ndoa, lakini asili yake nikah maana yake nini? Ni jimai. Yaangalia hayo katika lisano la Arab, dictionary la lugha ya Kiarabu, ambalo pia ni muhimu sana talibul ilmi awe nalo. Takriban zamani kidogo ilikuwa inauzwa kama 80, 90, sasa hivi sijui laki na kitu, ila siku ikienda mbele vitabu vinapanda bei. Anasema wal hadithu qit'atu min hadithi Anas al-mutaqaddim, ni kipande tu kutokana na hadithi, maana ni kipande cha hadithi ambacho kinatokana na hadithi ya Anas ambayo tayari imekwisha nini, imekwisha kutangulia fil mas'ala, katika mas'ala ya 14. Kwa hiyo unaruhusika wewe kufanya naye kila kitu isipokuwa ile sehemu yake ya siri. Kwa hiyo vile vitangulizi ambavyo vilikuwa vinafanyika kabla ya tendo la ndoa, basi pia vinaruhusika kufanyika vile vitangulizi. Sasa itakuwaje? Kwa sababu mwenye hali pale ni mwanamme ambaye ndio anatakana atulize matamanio yake, pamoja na kuwa mwanamke naye vile vile hali yuko nayo, lakini yeye haitoruhusika kwamba ile sehemu iguswe kwa sehemu ya siri ya mwanamme, kwa sababu Uislamu umekataza. Lakini hasa mwanamke ajitahidi kwamba ayatulize matamanio ya mume wake katika kipindi kile ambacho mwanamme kinakuwa ni kipindi chake kigumu sana. Na wengine ambao walikuwa hawana subra, basi wao tena ndio wanakuwa wanatoa maneno mabaya sana kuwatolea wanawake, kuwatukana, kuwasema maneno ambayo kwa sio mazuri. Utafikiria kwamba ile hali yule mwanamke yeye mwenyewe labda amefanya nini, ameitaka, wakati kwamba ndio maumbile yake ambayo Allah alifanya nini, alikuwa amemkadiria. Athani, ya pili, ana Aisha, hadithi ya pili kutoka kwa Aisha radhiallahu anha, qalat, amesema kana Rasulullah, alikuwa mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam, ya'muru ihdana, akimwamrisha mmoja wetu, idha kanat haidha, anapokuwa katika kipindi cha hedhi mwanamke huyo, antatazira, ajifunge shuka, thumma yudaji'uha zawjaha, kisha mume wake hufanya nini? Huchanganyika naye, kwa maana huchanganyika naye. Waqalat marratan yubashiruha, asema mara nyingine huchanganyika naye. Zote hizo ina maana ya kuchanganyika, kwa maana huchanganyika na huyo mke wake. Na huo ndio Uislamu, na huo ndio Uislamu. Na mwanamke atajisikia faraja sana katika kipindi kile, yani wewe uko naye karibu, wako naye karibu, na huku kwa unachunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana mtu anatakana amche Allah katika dhahiri yake na katika siri yake, sababu pale unapokuwa na yeye, wewe na yeye tu, kuna mambo ambayo Allah amekuharamishia. Wakati unapokuwa na mke wako, kuna kipindi ambacho mwanamke anapokuwa amekosa tohara, na vile vile kuna kipindi hata katika tohara kuna mambo ambayo Allah amemharamishia, wanandoa ameharamisha kwa wao wasiyafanye.
Nambari 2 anasema fi nihaya arada bil mubashara al mulamasa, amekusudia al mubashara al mulamasa, kugusana. Wa asluhu min lams basharati ar-rajuli bi basharati al-mar'a, na asili yake maana yake ni kugusana kiwiliwili, ngozi ya mwanamume na ngozi ya mwanamke. Waqad taridu bi maana al-wat'i, na huenda vile vile ikaja kwa maana ya tendo la jimai, fil farji, katika utupu. Wa kharijan minhu, na ilikuwa nje ya huo utupu, pia inakuja maana hiyo hiyo ya mubashara. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, na wala msichanganyike nao hawa wanawake kwa maana mkafanya tendo la jimai na hali kwa nyinyi mmekaa itikafu katika msikiti. Qultu, mimi nimesema, wathani huwa almuradu minhu huna kama la yakhfa, na maana ya pili hapa ndiyo ambayo inakusudiwa kama ambavyo ilikuwa ifichikani, kwa maana hiyo inakusudiwa kharijan minhu, yani nje ya huo utupu, sio kwa maana ya utupu kwa maana sehemu ya siri ya mwanamume kagusana na sehemu ya siri ya mwanamke. Wabihi qalat sayyidatu Aisha radhiyallahu anha, na kwa kauli hiyo akasema Aisha, bibi yetu Aisha radhiyallahu anha, qalat as-Suhba'u binti Karim, amesema Suhba'u binti Karim, qultu li Aisha, nimesema mimi kumwambia Aisha, mali rajuli min imra'atihi in kanat haidha, ni haki zipi ambazo anastahiki mwanamume awe nazo azipate min imra'atihi, kupitia mke wake, in kanat haidha, ikiwa mwanamke huyo ni mwenye hedhi. Qalat, msikilize Aisha radhiallahu anha, kwa sababu yeye amepata mafunzo kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Qalat, akasema Aisha, kullu shay'in, kila kitu, illa aljimaa, isipokuwa jimaa. Kila kitu ni halali mwanamume kwa mke wake, simefahamu. Na tukisema kila kitu vinafahamika, na wale walioingia katika ndoa wanafahamu, na wengine wanasema kwamba si wengine hatujaingia tutafahamu vipi? Subiri nenda kapose, ukishakuposa, baada ya kushakuposa utaingia katika ndoa utavifahamu, kwa sababu utafahamishwa, utavifahamu. Kwa hiyo kila kitu ni halali isipokuwa tendo la jimai peke yake, ndio ambalo lilokuwa halifai. Rawahu Ibn Sa'di, amesimulia Ibn Sa'di katika Tabaqat juzuu ya 8 ukurasa 485. Waqad sahha anha mithluhu, na kwa hakika imesihi kutoka kwake mfano hiyo, fi sa'im aidan, husiana na mfungaji vile vile. Wa bayanuhu fil ahadithi sahiha, na bainifu wake katika hadithi sahiha mujallad al-awwal, katika juzuu ya mwanzo kurasa nambari hadithi 220 na 221. Wal hadithu akhrajahu shaykhan, hadithi imesimulia mashayikh wawili wa Abu Awana fi sahihihim, katika zile sahihi zao, wa Abu Daud na Abu Daud, wa hadha lafdhuhu, na ile lafdhiyat. Nambari hadithi 260 min sahihi, katika sahihi yake. Athalithu, ya tatu, an baadhi azwaji nabii, kutoka kwa mmoja kati ya wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala, tamsema, inna nabiyya, hakika ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kana idha arada min alhaidh shay'a, anapokuwa anataka kutoka kwa mwanamke mwenye hedhi chochote kile, yani kutoka kwa mke wake ambaye yupo katika hedhi, akataka chochote kile, alqa ala farjiha thawban, huweka katika ile nguo yake, yani huweka katika ule utupu wake. Alqa ala farjiha thawban, huweka katika ule utupu wake, huweka nguo, kwa maana ufunga uzuri. Thumma sana ma arada, kisha mtume sallallahu huyafanya yale ambayo alikuwa ameyataka. Simefahamu? Na haya ndio mafunzo ambayo yalikuwa sahihi kutoka kwa bwana wetu mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na sisi tunatakana tumfuate bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na sio kwamba labda huyu mtu ataonekana kwamba mkorofi sana kwa kuwa kwamba labda yeye anakusudia kustareheka na mke wake, kucheza na mke wake katika kipindi kile, akaonekana labda mkorofi. La, bali ndo anafuata mafundisho ya bwana mtume sasa. Tena ndo katika kipindi ambacho uzuri ucheze naye hasa mke wako. Kipindi gani? Kile ambacho yupo katika hedhi, kumtoa katika huzuni, kumweka katika faraja, mpaka jioni kwamba baadhi ya kati anahisi kama maumivu. Ukicheza naye basi anaona kama maumivu yamepotea, hayapo, kumbe yapo. Lakini ile faraja ambayo unamuonyesha wakati ule mpaka anasema da, yani wazee wangu kwa nini wakanichelewesha mimi kuolewa na huyu mtu? Sijimefahamu. Kwa sababu amepata mtu ambaye alikuwa mwema, na mwanamume siku zote anatakana awe mwema kwa mke wake, kama vile ambavyo mwanamke anatakana awe mwema kwa mume wake. Na wewe unatakana kwamba umroge mke wako, sio kwa marogo ya uganga,
yani kwa maana kwa zile akhlaqi, kwa tabia ambazo zilikuwa nzuri ambazo wewe upo. Lakini vijana wengi hayo mambo hako nayo, labda kashakaruzana huko na rafiki zake nje huko, akiingia ndani hasira zake anaenda kumalizia kwa yule ambaye anaweza kumuonea na kumtolea maneno. Yani akifika ndani basi yeye tena hapo, vipi wewe, mbona uko hivyo leo, una furaha? Niache choko, ndo niache tena leo, sitaki kuchokozwa, sitaki kuomba chochote. Sasa hayo sio maisha ya ndoa. Sasa nisikuulize kwamba mume wangu una jambo gani, nishakwambia niache. Sasa hayo sio maisha ya ndoa. Na mwanamke wa sample kama hiyo anatakana ajitahidi awe na technique za ziada mpaka kuhakikisha amemuondosha mume wake katika mazingira yale, amemleta katika mazingira ambayo yalikuwa mazuri. Na mwanamume ajitahidi, maana yake azuie hasira zake, kwa sababu hasira siku zote inakuwa ni hasara. Kuna baadhi ya wanaume wana hasira na ni wakali kwa wake zao kiasi ambacho inafikia pahala mwanamke anamuogopa mume wake kuliko hata anavyomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Akisikia tu labda na kihonda au ana kibaskeli, akisikia tu sasa huyo anakuja, huyo pale tena hofu, moyo unampiga baba. La, jambo ambalo kwa sila sawa, bali awe anajisikia faraja kwamba mume wangu sasa amekuja, anajisikia raha, na huo ndio Uislamu. Sasa watu wanatakana wawe katika mazingira hayo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndio kiigizo ambacho kilichokuwa kizuri mno katika upande huo. Mtume sallallahu alikuwa akichanganyika na wake zake, tena wale wanawake namna ambavyo walivyokuwa kimwona Mtume kwa tabia, mashallah, yani tabia zake ni nzuri mno Mtume sallallahu alaihi kwa wake zake. Na sisi inatakana kwamba tuakisi kutoka upande huo. Leo wengi wa watu manake haya mafunzo hawako nayo. Wengi wa watu haya mafunzo hawapo nayo. Sasa ndo tunaelimishana hayo, tuyafahamu hayo, tuyajue hayo. Na miongoni mwa hayo Mtume sallallahu alikuwa akichanganyika na wake zake wanapokuwa katika hedhi, wanapokuwa katika ada yao ya mwezi, daura shahria ile, basi Mtume sallallahu alikuwa akichanganyika nao. Hadithi akhrajahu Abu Daud, hadithi amesimulia al-Imam Abu Daud, nambari hadithi 262 min sahihi katika sahihi yake, wasiyaqu lahu, na mtiriko wake, wasanaduhu sahih, na sanadi yake ni sahihi ala sharti Muslim, bi sharti liko kwa Muslim. Ikiwa Bukhari ya 5 hii itakuwa ngapi? Itakuwa 6. Wasahahu Ibn Abdul Hadi, na akasimulia Ibn Abdul Hadi, wa qawahu Ibn Hajar, na akitia nguvu Ibn Hajar, wal Baihaqi, na vile vile al-Imam al-Baihaqi katika juzuu ya kwanza kurasa wa 314, wa ziyadatu lahu, na ziada ni yake yeye. Kipengele kitakachofuata ni kipengele muhimu mno, na tukisoma sasa hivi tutakuwa tunakionea. Mata ya juzu itianuha idha tahurat. Hichi kipengele muhimu sana ambacho masala mengi yanakuwa kuja hapo. Masala mengi yanakuja hapo. Kwa hiyo bora tukiache, tukija biidhnillah tabaraka wa taala tutakuja kusoma kipengele hicho. Yani wakati gani inajuzu kumwendea huyo mke wako wakati kashatoharika, yani idha tahurat, anapotoharika kukatika ile damu. Je, ikishakatika damu itafaa kumwendea au tamsubiria mpaka akoge au vipi? Simefahamu. Hapo ndipo ambapo mahala ambapo tutakuja kusoma, tutakuja kuelezea kwa muhimu sana. Sasa hapo wana ndoa sipakose, na wale wanakusudia kuingia katika ndoa pia sipakose, ili wajue. Na wanawake na wao vile vile inatakana wafahamishwe hayo ili wayajue, kwa sababu wengi katika wanandoa hususan wanawake hawayafahamu hayo. Wengi katika wanandoa hususan wanawake hawayafahamu hayo. Wallahu a'lam.